mkoa wetu kama mikoa mingine Tanzania umeendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na sasa tunayo 25 na 30. Lakini tumeendelea kutekeleza mipango mbalimbali ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na katika kutekeleza mipango hiyo, basi tumekuwa na shughuli nyingi sana za miradi katika maeneo mbalimbali. Na sote tumeona ni namna gani serikali yetu imeendelea kutoa fedha nyingi katika mkoa wetu wa Singida ili kusukuma mbele shughuli za maendeleo. Nilikuwa nasoma taarifa, unajikuta takriban kila mwaka tumekuwa tukiongezewa fedha kwenye bajeti. Tukianza 2021 tulikuwa na wastani wa bilioni 180 kama bajeti ya mkoa kwa mwaka. Lakini sasa tunaelekea kwenye bilioni 300. Si fedha ndogo. Ni fedha nyingi na shughuli zake zitakuwa nyingi, na kila mmoja wetu ana wajibu kuhakikisha kwamba shughuli hizo zinasimamiwa vyema. Na katika mapokezi ya fedha hizo, takriban 40% kati ya 40 na 60 zinaenda kutekeleza miradi au programu mbalimbali za maendeleo katika sekta ya miundombinu, afya, elimu, maji, umeme, kilimo, mifugo, uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo kama hatutashirikiana na kuhakikisha kwamba fedha hizo zinafanya kazi iliyokusudiwa, basi hatutasonga mbele. Lakini sisi sote tulitambua jukumu letu na kuhakikisha kwamba tunaenda kuzisimamia fedha hizo na kuhakikisha kwamba malengo yaliyowekwa na serikali yanatimizwa, basi tutasonga mbele kwa kasi kubwa. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa kama viongozi, na ndio maana kamanda aliposema nilishika peni na karatasi nikaandika kumwambia hapana, au mliosema sawa, lakini tuongeze wigo mpana ili tuende tukapate matokeo chanya. Nikawa naangalia yafuatayo: tuna wilaya 5, halmashauri 7, tarafa 21, lakini tuna kata 136, tuna vijiji 441, tuna mitaa 53, tuna vitongoji 2289. Haya ni maeneo makubwa. Kama hakuna ushirikishwaji, basi hii dozi haiwezi kufika vizuri. Nikasema kwa hatua ya awali, hebu tuishie pale wilayani, lakini niwaombe sana, kwa sababu najua hii structure ya TAKUKURU iko mpaka kule kwenye wilaya zetu. Mkusanyiko huu ukimalizika, twende tukaweke mikusanyiko mingine kule chini ili tuendelee kuwafikia wenzetu wa kule chini ambao tunasimamiana nao katika kuhakikisha kwamba shughuli za maendeleo zinatekelezwa vyema katika mkoa wetu. Tunao viongozi wengi, tunao waheshimiwa madiwani kule, tunao watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa, serikali za vijiji, viongozi wa vitongoji. Lazima tuwafikie wote ili huu wimbo uwe na sauti kubwa, na huu wimbo uweze kuimbwa na kila mmoja wetu popote anapokuwa. Singida oyee! Lakini niwapongeze TAKUKURU, tumekuja katika muda mwafaka, muda ambao sisi wa Tanzania tunaanza kutekeleza dira yetu ya 2050. Nafikiri sote tumeendelea kusoma na kuelewa vizuri hii dira. Ina malengo makubwa na sio ya kawaida. Kwa hiyo kama malengo yake ni makubwa na shughuli zake zitakuwa kubwa. Leo ukiangalia wastani wa pato la wananchi wa mkoa wetu hapa wa Singida ni 1,700,000. Lakini tunataka kumwezesha mwananchi wa Singida ifikapo 2050 aweze angalau kuwa na pato kwa mwaka milioni 18 mpaka milioni 21. Kama hatutakaa tukashikamana vizuri, tukapambana na kudurushwa vizuri, tutaachwa nyuma. Na mikoa yote sasa hivi imeshapuliza kipenga, na kila mmoja anapambania mkoa wake, anapambania fursa zilizopo ziende zikalete tija. Kwa hiyo umekuja katika kipindi kizuri sana, kipindi ambacho tunaenda kutekeleza miradi na programu nyingi kubwa za kati na ndogo, lakini kipindi ambacho tunamtaka kila mmoja aende kufanya kazi yake kwa kasi kubwa, kwa uadilifu na umakini mkubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana, na sote tuendelee kubeba
kauli mbiu yetu ya kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako kutimiza wajibu ili tuweze kufika salama 2050. Kwa hiyo bila kuwa na mtandao mpana, wakati mwingine tunaweza tukarudi nyuma. Jamani, rushwa ipo na rushwa inaendelea kushamiri katika maeneo mengi duniani, lakini na sisi tunasema Tanzania, Singida, bila rushwa inawezekana. Kila mmoja atimize wajibu wake. Rushwa ni kero, rushwa inadumaza maendeleo, rushwa inatugombanisha, rushwa inaleta uadui katika jamii zetu. Kwa hiyo si jambo la kujikumbatia, lakini vita hii iongozwe na sisi viongozi tuliopewa dhamana kubwa ya kuongoza makundi mbalimbali kwenye jamii. Kwa hiyo kila mmoja, wanasema unaanza na wewe, unaanza na mimi. Kila mmoja nione kwamba analo jukumu la moja kwa moja la kukabiliana na kupambana na mdudu rushwa. Tukumbuke kuwa kwa mujibu wa katiba yetu, lengo la serikali ni ibada ya haki, ni kuleta ustawi kwa wananchi. Usimamizi wa miradi usipokuwa unapokuwa legelege kidogo, lengo hilo linakuwa halifikii kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile tukumbuke kwa ibara ya 27 ya katiba yetu inawapa wananchi wote mamlaka na wajibu wa kusimamia rasilimali za taifa dhidi ya unyonyaji na ubadhirifu wa aina zote. Sisi kama viongozi tuna wajibu mkubwa zaidi na mwingine upo katika decision zetu, katika maelekezo yetu ya kazi tumeambiwa tufanye hivi. Hivyo tumedhamiria kuwa na washa wadau wote ili kuwaelimisha na kuwafahamisha wajibu wao katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. TAKUKURU imeweka mkazo katika kuzuia vitendo vya rushwa, kwani kinga ni bora kuliko tiba. Na mbinu mojawapo inayotumika ni ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kama ilivyosema NPS. Hata hivyo, ipo njia nyingine ambayo ni programu ya TAKUKURU Rafiki. Hii ni programu shirikishi ambapo wananchi wote katika ngazi ya kata kukaa na kujadiliana na kujua kero ambazo zisizotatuliwa zinaweza kuelekea vitendo vya rushwa, na pamoja kukaa na kutafuta majawabu kupitia wadau ambao wote hao wengi tuko humu ndani leo hii. Kupitia mada ambayo itawasilishwa ya TAKUKURU Rafiki, manufaa ya programu hiyo katika kuhamasisha maadili, tutapata uelewa mpana kuhusu malengo, utekelezaji na manufaa ya programu hiyo katika kuhamasisha maadili, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa. Ombi langu ni ushirikiano katika kutafuta majawabu ya kero za wananchi na kushiriki katika vikao vya mrejesho. Tutaelekeza au tutakushiriki sababu hiyo programu inatekelezwa, lakini kwa sasa mara nyingi tunakuja kwenu nyinyi ndio wadau ili tutoe majawabu ya zile kero za wananchi, na tunarudi kwa wananchi kutoa mrejesho na hii serikali na tunaomba pamoja kuwepo ili uweze kuyazungumzia yale ule utatuzi. Tumepata fursa au nafasi ya kipekee kwa ajili ya kukumbushana majukumu yetu, kwa sababu ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba miradi yetu inatekelezwa kikamilifu. Na serikali imeandaa mifumo mbalimbali kuanzia mifumo ya ununuzi kuhakikisha kwamba kuna uwazi katika kutekeleza hii miradi yetu. Nishukuru kwanza RDC pia kwa kupongeza kwamba miradi mingi inafanyika kikamilifu, lakini pia tuna miradi mingi bora katika mkoa wetu wa Singida. Sasa siku ya leo tutaitumia katika kujadili pia kuangalia zile changamoto tulizonazo ili tuone ni sehemu gani ambazo tunaweza tukashirikiana kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inatekelezwa kikamilifu.